Kwa maana wewe u mwema umekuwa tayari kusamehe. Wapendwa, ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa Kanisa. Tunaendelea kutafakari siri za ufalme wa Mungu, na Yesu anazielezea siri hizi za ufalme wa Mungu katika mifano ya kawaida, parables, mifano mbalimbali katika maisha ya kawaida anailinganisha na ufalme wa Mungu. Katika Dominika hii ya 16 nipende kukaribisha tuendelee kutafakari kwa kina. Lakini kabla tujaanza kutafakari masomo ya Dominika hii ya 16, nikusihi usubscribe channel yetu, ulike, kushare, kucomment, na ili uwe wa kwanza kupata maudhui mbalimbali tutakapoyapandisha kuhusiana na uzuri wa imani yetu, imani Katoliki, basi tunakusihi ufanye hivyo. Nikukaribishe katika Dominika hii ya 16. Tazama, tazama, Mungu ndiye anayenisaidia, ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Tazama, tazama, Mungu ndiye anayenisaidia, ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Wapendwa, Dominika ya 16 ni kama sehemu ya pili ya muendelezo wa lile ambalo mwinjili Mathayo katika injili yake ameligawanya kama sehemu ya 3 ambayo inahusiana na mifano. Yesu anaongelea kuhusiana na mifano mbalimbali akielezea siri ya ufalme wa Mungu, na anatumia mifano ya kawaida kabisa katika maisha yetu ya kawaida na kwa namna ya pekee katika injili ya leo, injili kadiri ya Mathayo sura ya 13 aya ya 24 hadi ya 43, anatupa mifano mikubwa mitatu ya kuelezea siri ya ufalme wa Mungu. Mifano hiyo mitatu, mfano wa kwanza ni mfano wa magugu na ngano. Magugu na ngano. Na mfano wa pili anauelezea ufalme wa Mungu unafananishwa na punje ya haradali, na mfano wa tatu ni mwanamke na chachu. Mwanamke anaweka chachu katika pishi 3 kubwa. Sasa kikawaida hii mifano inatupa picha ya kawaida, lakini inatupa kitu cha pekee, kitu cha tofauti, kitu kisichotarajiwa katika hii mifano, na pengine inaweza kutupa maswali ya kujiuliza kwa nini Yesu alitumia mifano hiyo kuonyesha ama kuhusianisha na siri za ufalme wa Mungu. Ni vitu ambavyo kwa kikawaida vinaweza vikawa vinaleta utata, vitu ambavyo vinaleta ukakasi fulani, lakini kwa pamoja Dominika hii tunaalikwa kutafakari kuona kwamba Mungu ni mkuu, Mungu ni mwenyezi, na anakuwa ni mtu Mungu ana huruma, mwenye haki, lakini pia mwenye saburi. Anakuwa na saburi kwa maana ya kutuvumilia. Anatuvumilia katika madhaifu yetu, na anatupa nafasi kila siku ya kufanya mabadiliko ya ndani, mabadiliko ya kweli. Katika Dominika hii kwa namna ya pekee tunaona Mungu ni mwenye hukumu. Ana hukumu, lakini lakini anaona kuna uwezekano katika hukumu yake hiyo, kuna uwezekano wa watu kubadilika na kumrudia. Kuna uwezekano wa mabadiliko, haijalishi mtu yupo mbali kiasi gani na upendo wa Mungu. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, tunaona Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mwenye huruma. Ana huruma lakini pia ana haki.
Kwa sababu gani ana huruma? Anatupa nafasi. Na kwa sababu gani ana haki? Mwisho wa siku tutakuja kuhukumiwa kulingana na matendo yetu. Ndicho ambacho kinafunuliwa vizuri katika hii mifano mitatu katika Injili ya Mathayo. Injili Mathayo ameweka vizuri kabisa, ambapo Dominika iliyopita tuliweza kuona sehemu ya kwanza ya mifano. Leo tunaangalia sehemu ya pili ya mifano katika Dominika ya 16 na tutahitimisha katika Dominika ya 17 sehemu ya mifano ama parables. Maana yake ni vile vitu ambavyo ni kama siri, mafumbo, lakini katika mfano tu wa kawaida, maisha yetu ya kawaida. Tukianza na mfano wa kwanza, ngano na magugu. Ngano na magugu. Kadiri ya Injili hii ya Mathayo, tunaona Yesu anatoa mfano wa kwanza. Anasema kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Swali la kujiuliza, ni hali gani hiyo inampelekea huyu mtu apande magugu usiku? Anapanda kwenda kupanda magugu usiku. Ni kitu ambacho pia kinatuonyesha sio kitu cha kawaida katika huo mfano. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yanaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyefanya hivi. Adui ndiye aliyefanya hivi. Kitu kingine pia cha kutafakari, alijuaje kama adui ndiye amefanya hivyo? Anaendelea tena kusema, watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja navyo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu mkayafanye matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Kumbe tunaona kitu cha kisichokuwa cha kawaida katika taratibu za kilimo, kwamba uyaache magugu yakue pamoja na ile ngano. Katika mfano huu tunaweza tukaona katika hali ya kawaida, pengine katika jamii yetu, katika familia, hata katika jumuiya, na kwa namna ya pekee katika kanisa, kuna vijana ama watu wenzetu ambao tunaweza tukaona kwamba wamejitenga, au kama gugu fulani ambalo alitaki kama gugu fulani ambalo halina faida yoyote katika shamba, sio ngano safi, ana umuhimu wowote, na hivyo tukamkatia tamaa. Sasa kwa Mungu inakuwa tofauti. Hata kama mtu ambaye anaonekana ni gugu, Mungu anaendelea kuwapa nafasi kwa sababu ya neema yake. Gugu linaweza likawa ngano safi, na ndio siri ya ufalme wa Mungu ilipo. Mungu anasubira, anatupa nafasi ya kuweza kubadilika. Anatupa nafasi ya kuweza kubadilika na kugeuka na kumrudia kupitia msaada wa neema zake. Na hivyo katika taratibu za kilimo ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini katika ufalme wa Mungu ni kitu ambacho kinawezekana. Ndio hapo ilipo twist, tunaweza tukasema, ama kitu kisicho cha kawaida au kisichotegemewa kutokea kinatokea katika hii mifano inaonekana ya kawaida, lakini ina maana pana, ina maana ya ndani zaidi, tofauti na uhalisia wake. Na mfano wa pili ni mbegu ya haradali, ambayo mbegu ya haradali ni mbegu ndogo kuliko mbegu zote, ama punje ndogo kuliko punje zote, lakini mti wake unakuja kuwa mkubwa kuliko aina zote za mboga. Mfano huu Yesu anauelezea kuhusianisha na siri ya ufalme wa Mungu. Ni kwamba ufalme wa Mungu na kwa namna ya pekee hata maisha ya kiroho huwa yanakuwa taratibu. Yanaanza katika hatua ndogo, hatua changa, yanakuwa taratibu, unakuja kuwa kitu kikubwa kabisa. Kwa kinachohitajika ni subira, uvumilivu, muda, ili kuweza kuzaa matunda ama kuwa katika matunda mazuri katika maisha
yako ya kiroho. Na mfano wa tatu, na kwa namna ya pekee mfano huu wa mbegu ya haradali tunaweza tukaona wakati mwingine katika jamii yetu, watu unaweza hata wewe mwenyewe binafsi ukawa unafanya kazi, unasali, unafanya matendo ya ukarimu, unashughulikia watu mbalimbali, unawagusa watu maisha yao mbalimbali, lakini huoni impact yake, huoni madhara yake, huoni faida yake. Pengine hauoni kama watu wanakutambua au wanatambua thamani yako, wanatambua mchango wako. Wewe usikate tamaa, kwa sababu juhudi zako taratibu ni kama hii mbegu ama punje ya haradali ambayo mwisho wa siku itakuja kuleta matunda makubwa kupitia juhudi zako unazozifanya. Hivyo usikate tamaa, endelea kushughulika na kuwagusa maisha ya watu hata kama watu hawatambui thamani yako. Na huu mfano wa tatu wa chachu ama hamira, mwanamke ambaye anatumia hamira kuweka katika pishi tatu, ni kwanza kabisa katika mazingira ya Kiyahudi, historia yao ni kwamba chachu ama hamira ilikuwa ikionekana kama kitu ambacho ni najisi ama kitu ambacho ni kichafu. Ndio maana wakasherekea karamu ile mikate isiyotiwa chachu. Manake kuto kuweka hiyo hamira ama chachu katika mikate, na hivyo mkate uwe safi. Kumbe katika lugha ya picha, mfano huo unahusianaje na asili za ufalme wa Mungu? Yesu katika Injili ya Marko anasema, Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 16 anasema pale, jihadharini na chachu ya Mafarisayo. Manake kuonyesha kwamba chachu ni kitu kibaya, chachu ni kitu kiovu ama kitu kisicho kisafi mbele ya maisha ya watu. Sasa chachu inatumikaje kuonyesha siri ya ufalme wa Mungu? Hapo ndipo twist ilipo, au tunaweza kusema kitu cha kushangaza au cha kustaajabisha katika mfano huo. Na Yesu anapotoa mfano huo wa chachu ama hamira katika pishi tatu ambazo baadaye zinaumuka, zinakuwa kubwa taratibu taratibu, haiji ghafla. Ni kadogo, yani ni chachu ndogo tu, lakini mwisho wa siku inavimbisha mkate wote. Ndio siri za ufalme wa Mungu ambayo inatokea katika maisha yetu ya kiroho, kwamba kitu kidogo, kwa mfano msamaha, tendo dogo tu la upendo unalolifanya linaweza likasababisha madhara makubwa katika maisha ya watu ama maisha ya mtu. Tuchukulie mfano labda msamaha tu, kitendo cha mtu mmoja kumsamehe yule aliyemkosea katika kosa kubwa inaweza kusababisha madhara ya uwepo wa amani, furaha katikati ya wale watu ama katikati ya ile familia pengine iliyokuwa inapitia maswaibu kama hayo. Tendo dogo tu linaweza likasababisha matunda mazuri katika maisha ya watu, na kwa namna ya pekee katika utume wa kanisa. Tendo dogo tu labda la kufagia kanisa linaweza likasababisha mtu akaenda akasali vizuri, akaongea na Mungu vizuri katika mahali pasafi ambapo pamesafishwa. Kwa hiyo usidharau tendo dogo unalolifanya katika maisha ya watu. Lina mchango wake na lina thamani kubwa mbele ya Mungu na mbele ya watu. Kumbe mifano hii mitatu, ngano pamoja na magugu, kutambua nafasi ya kuweza kujigeuza, kubadilika, kurudi na kumwongokea Mungu, ile metanoia, inachukua muda. Ndio maana Mungu anaruhusu watu wema na watu wabaya kwa muda wote, na kuwajalia neema na baraka wote wawili, wema na wabaya. Na mfano wa pili huu mbegu ya haradali ni kwamba taratibu taratibu huruma ya Mungu, utakatifu, utukufu wa Mungu unaendelea kukua katika maisha ya watu. Na mfano wa chachu basi unatupa nafasi hiyo ya kutambua kwamba katika tendo lako dogo unalolifanya linaweza kuleta wema. Tukigeukia watakatifu mbalimbali ambao wanaweza kutuelezea vizuri na kutupa maana ya mifano hii, tunaweza tukamrejea mwalimu mashuhuri mtakatifu, mwalimu wa kanisa Thomas wa Aquino, ambaye yeye ameweza kuelezea vizuri katika mifano hii
mitatu ambayo Yesu anaitoa kuelezea siri ya ufalme wa Mungu. Mtakatifu Tomaso katika mfano huu wa magugu na ngano anaelezea kwa muktadha wa kanisa. Kanisa kama corpus mixtum. Kanisa kama corpus mixtum ambayo ni jumuiya jumuishi yenye mchanganyiko ya watu wema na wabaya. Watu wema na wabaya ndio ile ambayo watu wanasema kanisa ama church is both divine and human, kwamba kuna umungu, kuna ubinadamu, kuna wema, kuna wabaya, wote kwa wakati mmoja wapo ndani ya kanisa. Lakini Mungu lengo lake ni nini? Kutupa nafasi, kutupa nafasi ya kuweza kurudi na mwisho wa siku kupata msamaha wake, kupata neema zake, na mwisho wa siku tusiweze kuhukumiwa. Kwa ndio huruma ya Mungu inatangulia hukumu. Mtakatifu Thomas wa Aquino anatuambia huruma ya Mungu inatangulia hukumu. Mungu anatuhurumia kwanza kabla ya kutuhukumu. Ndio maana tunasema Mungu ni mwenye huruma, lakini pia ni mwenye haki. Anatupa kadiri tunavyostahili mwisho wa siku. Na mfano wa punje ya haradali, Mtakatifu Thomas wa Aquino anasema ufalme wa Mungu unaanza taratibu taratibu, mdogo mdogo, katika nafasi ndogo ndogo mpaka unakuwa na kuwa kitu kikubwa. Anachukulia pia mfano wa kanisa, ambalo kanisa tangu mwanzo lilianza na jumuiya chache, Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na wale mitume wake 12, lakini leo kanisa limekuwa na watu wengi, limekuwa na wafuasi wengi wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao ni takriban bilioni 1 na kitu. Kwa hiyo mfano huu unaonyesha kwamba nafasi hiyo, ufalme wa Mungu unakuwa taratibu. Kumbe hata maisha yako ya kiroho yanaweza yakawa yanakuwa taratibu, kutoka katika njia mbaya, njia ya dhambi, kwenda katika njia ya neema, taratibu taratibu, na kuja kuwa mtu mkubwa uliofanikiwa katika maisha ya kiroho. Na mfano wa tatu ambao ni mfano wa amira, Mtakatifu Thomas wa Aquino anatuambia neema ya Mungu inafanya kazi kwa siri. Neema ya Mungu inafanya kazi kwa siri ndani ya nafsi zetu. Hivyo tusijikatie tamaa, tusijichukulie poa. Neema ya Mungu inafanya kazi na ndani ya nafsi zetu kwa siri kubwa na kwa upendo mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Na kumbe mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa Lux Fidei, mwanga wa imani, katika Dominika hii Mungu anatuvumilia. Mungu anatupa nafasi nyingine katika mchanganyiko huo wa wema na wabaya. Lengo lake wema wawasaidie wabaya waweze kubadilika na sio kuwahukumu, lakini pia wabaya waweze kupata nafasi ya kubadilika kutoka katika ubaya wao kwenda katika wema. Pengine jiulize katika hizi nafasi tatu, magugu na ngano, wewe upo kundi gani? Magugu au ngano? Na mfano wa pili ambao ni punje ndogo ya haradali, unaruhusu Mungu afanye kazi taratibu taratibu katika maisha yako ya kiroho yaweze kukua, na ya kukua kwako kulete matunda makubwa hadi watu wakuone na waweze kujifunza kutoka kwako. Ndio ile kwamba unakuja kuwa mti mkubwa mpaka ndege wanakuja kutengeneza makazi kupitia kitu kidogo tu, tendo lako dogo tu unalolitenda. Je, upo tayari kufanya hivyo? Na jambo la tatu ni amira, ambalo kitu kidogo kinachachusha. Mtume Paulo anatuambia donge chachu kidogo chachusha donge lote. Kwa hiyo tuone nafasi zetu katika maisha yetu ya kiroho na mahusiano yetu kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo wapendwa, Dominika hii ya 16 ya mwaka A wa kanisa tunaweza tukahitimisha kwa maneno matatu ambayo yanatupa tafakari ya kina, ambayo ni kuachie uendelee kutafakari katika Dominika hii ya 16. Jambo la kwanza, Mungu anaruhusu mabaya yatokee ili kutuletea mema ama kuyafanya yawe mema. Mungu anaruhusu mabaya yatokee ili ayageuze yaweze kuwa mema. Wakati mwingine tuna watu wa namna hiyo, lakini lengo lake waweze kubadilika kuwa watu wema. Jambo la pili, hukumu ya Mungu.
Mungu ndiye mwenye hukumu. Sisi kazi yetu kuwasaidia wenzetu waweze kutoka katika hukumu hiyo mbaya. Na imehifadhiwa kwa Mungu pekee. Sisi tuwe msaada kwa wale ambao tunaona ni magugu, tunaona wapo mbali na ufalme wa Mungu, waweze kurudi na tusiwahukumu. Tuwe watu wa kuwasaidia na kuwashika mkono. Na jambo la tatu, neema haibadili asili yetu, bali inaikamilisha. Mtakatifu Thomas wa Aquino anahitimisha kwa kusema hivyo. Ndugu wapendwa, katika Dominika hii ya 16 ya mwaka A wa kanisa, tujioji na kujiuliza tunachukua nafasi gani katika kujenga ufalme wa Mungu ambao Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo kwa namna ya pekee anauleta kwetu katika vitu vya kawaida kabisa, kwamba siri za ufalme wa Mungu zinafanana na magugu na ngano, ambapo wanaziacha zikue pamoja ili mwisho wa siku waweze kuzitenganisha. Ndio ile Injili ya Mathayo sura ya 25, mwisho wa siku hukumu, tutatenganishwa kati ya mbuzi na kondoo. Wale waliokuwa mbuzi ni wale waliotenda kinyume na mapenzi yake, na wale kondoo basi walitenda kadiri ya amri zake. Lakini mwisho wa siku tuchumilie huruma ya Mungu katika maisha yetu. Ndio Zaburi ya leo ambao tumeisoma inatualika kutafakari vizuri kwamba Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, amekuwa tayari kutusamehe. Anatupa nafasi ya kurudi, kutufungue mioyo ya toba, tuweze kumrudia Mungu, kutubu dhambi zetu, kujipatanisha naye, na mwisho wa siku tuweze kuhukumiwa kadiri ya haki yake Mungu na mapenzi yake kulingana na maisha yetu tuliyoishi hapa duniani. Nipende kukutakia Dominika njema, Dominika ya 16. Mimi ni Padri Benjamin Maganga Bundala, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Tazama, tazama, Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayeitegemea